Sasa hizi timu nne za Kiafrika ambazo zimeshacheza raundi yao ya kwanza ya michuano. Ahli mechi yake ya kwanza alicheza na Inter Miami kutoka Marekani, timu ya Lionel Messi, timu ya Sergio Busquets, timu ya Jordi Alba, na katika mchezo huo ulisha kwa sare ya 0-0. Al Ahly walikosa penalti kupitia kwa Mohamed Trezeguet kipindi cha kwanza, ambapo ingeweza kuwapa ushindi katika mchezo huo. Sasa katika kundi hilo msimamo umesimama kwamba Al Ahly wana pointi moja pamoja na Inter Miami wana pointi moja. Kwa hiyo Al Ahly, Inter Miami wote wana pointi moja. Palmeiras FC wote wana pointi moja pamoja na FC Porto nao wana pointi moja katika kundi hilo. Na mchezo unaofuata ni Al Ahly watacheza na Palmeiras kutoka Brazil. Kwa kundi zima wote wana pointi moja baada ya mchezo wa kwanza. Alafu kwenye kundi la Wydad Casablanca. Wydad Casablanca walifungwa mabao 2-0 na Manchester City katika mchezo wao wa kwanza, mabao ya Jeremy Doku na bao la Phil Foden. Sasa katika msimamo wa kundi Wydad Casablanca wana pointi 0, alafu Manchester City pamoja na Juventus ya Italia wana pointi 3. Alafu Al Ain nao wana pointi 0. Kwa hiyo Wydad na Al Ain wanashika mkia nafasi ya 3 na nafasi ya 4 wakiwa na pointi 0, alafu Man City na Juventus wana pointi 3 katika kundi hilo. Tukija kwa upande wa Mamelodi Sundowns, Masandawana, wao walianza vizuri michuano hii ya klabu bingwa ya dunia baada ya kupata ushindi wa bao 1-0 wakifunga Ulsan Hyundai kutoka nchini Korea. Sasa Mamelodi wameongoza kundi lao wakiwa na alama 3 wakifuatiwa na Borussia Dortmund ambao wana alama 1 katika kundi lao. Ulsan Hyundai wana alama 0. Kwa Mamelodi ndiye anaongoza kundi lake akiwa na alama 3. Tukija kwa Esperance de Tunis, Esperance yeye alifungwa mechi yake ya kwanza dhidi ya timu ngumu kabisa kutoka nchini Brazil, mabingwa wa zamani wa CONMEBOL, Copa Libertadores, ubingwa wa kule South America. Walifungwa mabao 2-0 Esperance de Tunis. Sasa katika kundi lao wao wana alama 0, huku Flamengo akiwa na alama zake 3. Lakini bila kusahau klabu ya LAFC, Los Angeles FC ina alama 0 katika kundi hilo baada ya kufungwa na Chelsea. Kwa Chelsea ana alama 3, Chelsea 3, Flamengo 3, Esperance 0 pamoja na Los Angeles FC wakiwa na alama 0. Kwa hiyo ndo tathmini ya timu za Afrika katika hizi mechi 3 za kwanza, mechi 4 za kwanza za hizi timu ambazo katika hatua ya makundi. Katika mechi 4 Afrika, CAF, shirikisho la soka Afrika CAF limepata ushindi mmoja, ina maana kwa Mamelodi Sundowns ambao walishinda, lakini imepata kipigo cha Esperance de Tunis, imepata na kipigo cha Wydad Casablanca, lakini sare ni moja, sare ambayo wameipata Al Ahly dhidi ya Inter Miami. Michuano hiyo inaendelea. Game ya kwanza timu ya Kiafrika inakuja kucheza ni Al Ahly ambao wanacheza na Palmeiras, mchezo wa kundi A. Sasa lakini bila kusahau kuna Mwafrika ambaye amefanya vizuri sana katika michuano hii katika mchezo wa kwanza. Namzungumzia goalkeeper wa Al Hilal ya nchini Saudi Arabia, namzungumzia Yasin Bono ambaye alikuwa anacheza na Real Madrid. Aliweza kuokoa mchomo wa penalty dakika ya mwisho kabisa, lakini alifanya saves nyingi sana ambazo ziliwezesha walau Al Hilal kuondoka na alama 1. Kumbuka huyu ni goalkeeper raia wa Morocco ambaye wote sote tunafahamu alikuwa kwenye kombe la dunia 2022 na alisaidia Morocco kumaliza nafasi ya 4 katika michuano ya kombe la dunia. Jina langu ni Gerald Fumbi, hii ni Male BTV, nyuma kamera ni Male San. Naendelea kupa updates mbalimbali kutoka michuano hii ya kombe la dunia la vilabu kutoka nchini Marekani.